Katika hali ambayo si ya kawaida, jana tulishuhudia mchezo kati ya Dar es Salaam Young Africans wananchi wakikipiga dhidi ya klabu ya JS Kabylie ya pale nchini Algeria, na mchezo huo uliisha kwa sare tasa, yani hakuna aliyefanikiwa kuona lango la mwenzake licha ya kosa za pande zote mbili. Yani Young Africans kwa upande wao wakijitahidi kupambana kutafuta goli, lakini JS Kabylie nao kwa upande wao wakitafuta goli licha ya matokeo mwisho wa siku kwenda sare tasa. Sasa baada ya ule mchezo, picha ambazo zilionekana ni picha ambazo zilikuwa si rafiki sana, kwa sababu ukiangalia hata video hii hapa jinsi ambavyo unaiona ni ushamba ambao umekuwa ukifanywa na timu nyingi sana za Waarabu, ambapo hata wakati mchezo huo unaendelea dakika za mwishoni, mashabiki wa klabu ya JS Kabylie walianza kumrushia Djigui Diarra chupa za maji. Lakini kama hiyo haitoshi, wachezaji wa JS Kabylie walienda kuwatuliza mashabiki wao na mpira ukasimama kwa muda. Licha ya mashabiki hao kutulia kwa muda, lakini baadaye waliendelea kurusha tena chupa za maji uwanjani, na mpaka mchezo unakamilika, ambapo mchezo uliisha kwa sare tasa ya bila. Washabiki wa klabu ya JS Kabylie waliendelea kurusha chupa za maji uwanjani, ambapo hata baada ya mchezo kuisha tena timu ya JS Kabylie ikiongozwa na baadhi ya wachezaji pamoja na benchi la ufundi walimfuata mwamuzi wa mchezo huo, na ni kama vile walikuwa hawajaridhishwa na uchezeshaji wake, ambapo ni kama vile walitaka kuanzisha ugomvi. Lakini yote kwa yote ili tukio ambalo lilifanywa Young Africans, ambapo kama unaona Young Africans wanatoka uwanjani wakiwa kama vile wanataharuki hivi, yani wanatoka mmoja kwa kukimbia. Hiki ni kitendo cha kishamba na ni kati ya mambo ambayo hayakubaliki sana kwenye soka. Kuna mambo mawili ambayo mimi kwa upande wangu niliyaona kwenye ule mchezo, ambapo kabla ya mchezo, baada ya Young Africans kufika nchini Algeria, walithibitisha kufichiwa baadhi ya mabegi yao ambayo yalitaka kupelekwa store pale airport, ambapo walisubiri zaidi ya masaa 4 kabla ya baadaye klabu ya Mamelodi Sundowns kupitia viongozi wao ambao wanaifahamu vizuri ile airport ya Algeria kuwasaidia Young Africans, ambapo walikuta mabegi yao yakiwa yanapelekwa store ya airport hiyo, ambapo walifanikiwa kuyapata mabegi hayo na kwa mbinde sana waliweza kukabidhiwa kisha wakaondoka. Hili ni tukio la kwanza, lakini tukio la pili pia ambalo nililiona ni kwenye mchezo husika. Kama unakumbuka msimu uliopita Simba walipigwa faini mara 2, yani faini ya mashabiki kufanya vurugu pamoja na kuchoma zile fireworks. Lakini katika mchezo wa jana kati ya JS Kabylie dhidi ya Young Africans, mashabiki wa klabu ya JS Kabylie waliwasha tena mafataki, na lakini kama hilo litoshi pia walianza kutoa vile vifaa vyao ambavyo huwa vinatoa moshi uwanjani, na hiki ni kitendo ambacho pia CAF walishakipinga na walisema hivi ni vitendo ambavyo kwenye mpira havikubaliki, kwamba mashabiki hawaruhusiwi kuwasha mafataki wala kuingia na zile fireworks. Lakini kwa mashabiki wa JS Kabylie jana tuliona wakifanya hivyo. Tukio la tatu ni tukio la goalkeeper Young Africans Djigui Diarra kurushiwa chupa za maji, lakini baadaye waliongea na mwamuzi, lakini mchezo ulisimama kwa muda kidogo, kitu ambacho kama vile kilikuwa kinawatoa Young Africans mchezoni, lakini walifanikiwa kumaintain ile momentum ambayo walianza nayo na walifanikiwa kumaliza mchezo vizuri. Tukio lingine ni tukio la mwamuzi mara baada ya kupuliza filimbi ya mwisho, kama vile benchi la ufundi pamoja na wachezaji wa JS Kabylie walimfuata mwamuzi na kutaka kuanzisha vurugu ambazo hata hivyo hawakufanikiwa chochote kwa sababu securities wa uwanja waliwahi. Na tukio la mwisho kabisa ni hili la Young Africans ambapo walifanywa vurugu, ambapo kama unavyoona jinsi ambavyo wanatoka uwanjani. Hii si hali ya kawaida. Tumezoea kuona pale ambapo baada ya mchezo timu zinatoka uwanjani, sometimes wanabadilishana jezi, wachezaji wanakuwa wanapiga story, lakini kwa Young Africans ilikuwa ni tukio la tofauti kabisa. Lakini mostly wanapokuja hapa kwetu sisi huwa ni waungwana, tunafanyia matendo ambayo ni ya huruma na ni matendo ambayo kila mtu anapoondoka anaondoka akiwa na furaha. Lakini kwa Young Africans walichofanyiwa si kitendo cha kiungwana.